katiba tunaoitaka itengenezwe kwa maneno kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari. Mimi kama kiongozi wa dini, sio mwanasiasa, naongea ili kwa uchungu. Light kama ingekuwa ni mama yako anajadiliwa hivi, wallahi ungejisikiaje? Huyu mama ni rais, afu pia na familia yake, unamsema kwenye vyombo vya habari paka inatisha. Ni waombe wa Tanzania wote kwa makabila na imani mbalimbali na dini, madhehebu, ifikie mahali sasa tufahamu kwamba rais ameshaapishwa, tumpe uhuru wa kufanya kazi kwa amani. Wanaharakati mizidi, jengeni hofu mbele za Mungu. Hii ni nchi, ina katiba, ina mwongozo wake. Hofu kidogo, tujenge hofu. Sisi wanatwarika, sisi Waislamu turudi kwenye nidhamu, na wale ambao sio Waislamu tusimame kwenye nidhamu, mipaka ifikie tuwekeane. La mwisho, nchi yetu imepewa dhamana kubwa sana, imeaminiwa. Marekani wanaangalia hapa, na wanaangalia kwa sababu gani? Wanajua Tanzania kuna lulu. Nikisema kuna lulu, na maana Tanzania kuna neema. Neema ya kwanza ni amani tulionayo. Na sisi tunakwenda kuomba dua. Sio tunakwenda kuomba dua ili mimi nipate mafanikio. Tunakwenda kuomba dua ili Tanzania ipate mafanikio mazuri kwa mustakabali wa nchi na kizazi kijacho. Mkoloni alipokuja Tanzania alikuwa anatutawala. Mwalimu Nyerere kati anamuondoa mkoloni, hakutumia vita, hakutumia matamshi ya kejeli, matamshi ya kashfa. Mkoloni aliondoka katika hali ya amani. Mnataka katiba? Kaeni chini mtafute maridhiano ya amani. Na mimi kama katibu mkuu niko kwenye hatua za kusema sasa nataka nikutane na rais na mimi nitoe ushauri wangu. Mimi ni katibu mkuu wa taasisi ya Twarika Tanzania. Viongozi wa dini washirikishwe, taasisi mbalimbali zishirikishwe, asasi za kiraia zote zishirikishwe. Sisi kama wanawake wa taasisi hii tunamkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika shughuli yetu hii ambayo iko mbele yetu, inaongozana na dua kubwa kwa ajili ya kuliombea taifa letu la Tanzania. Mama yetu, sisi kwenye taasisi yetu tuko takriban watu milioni 10, zaidi ya milioni 10. Na wote sisi tumekupigia kura na kukupa dhamana wewe kama rais wetu, na tunakutambua kama mlezi wetu kwenye taasisi yetu. Mama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tunakuomba mama yetu, kwa mapenzi tulionayo sisi kwako, tunakukaribisha kwenye shughuli yetu. Lakini nisiishie hivyo, naomba nigusie na mengine machache. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu, sisi tulikutambua wewe kupitia Bunge la Katiba. Na kama tulikutambua wewe kupitia Bunge la Katiba, na tumeona sasa hivi kumekuwa na mzozo wa kuhusiana na masuala mazima ya katiba, lakini pia uliwahi kuigusia na kusema kwamba iundwe tume maalum kwa ajili ya kufanikisha masuala mazima ya maridhiano, lakini pia na kuweza kuanza mchakato wa katiba mpya. Sasa nilitaka niongee na ndugu zangu, Waislamu wenzangu wa Tanzania wetu kwa ujumla, wote kwa ujumla. Kupata katiba mpya ni jambo zuri, lakini mioyo yetu ni safi? Na kwenda kupata katiba mpya, basi tutengeneze maridhiano baina yetu sisi wote, yaani vyama vyote